Kristo, mpenzi mtazamaji wa television Tumaini. Karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze. Kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe kiongozi ndani ya kanisa kuweza kujikumbusha na pengine kupata jambo jipya, maarifa mapya juu ya namna gani uenende katika kazi hii ya uongozi na utume ndani ya kanisa kwa mujibu wa jinsi ambavyo wewe umechaguliwa kupitia uchaguzi mbalimbali zinazofanywa ndani ya kanisa Katoliki. Na mada yetu siku ya leo ni walei na vituo vya njia ya msalaba. Tunaendelea na mada ya kipindi kilichopita, lakini mada kuu ni karakana ya uongozi ambayo tunatembea nayo kwa mwaka mzima huu wa 2025. Pia tukiwa katika mwaka mtakatifu wa jubilei, yani miaka 2025, tunasema mahujaji wa matumaini. Ndani ya studio siko peke yangu, niko pamoja na Rose Gerald. Karibu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Dada Selina, habari ya juma kuu? Mungu ni mwema, anatubariki na bado tunasonga. Amina. Na kwetu kadhalika. Haya, basi tukukaribishe mtazamaji tuweze kuanza kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Bikira Maria, msaada wa daima, utuombe. Enyi malaika na watakatifu wote wa Mungu, mtuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Amina. Haya, tunakukaribisha basi mtazamaji, tuanze kwa pamoja. Na tukiwa juma lililopita tulitazama vituo vya njia ya msalaba na tulifikia kituo cha 4. Kituo cha 4 ambapo tunakutana na kwamba Yesu anakutana na mama yake. Tulizungumza mengi sana kuhusu mama. Leo tuende kituo cha 5. Asante. Daselina, tuwarudishe katika sala mbele ya altari afu tuende kituo cha 5 bila kwa sababu tuliongelea wiki iliyopita. Leo tuisali tu katika kuisoma pia. Amen. Mkombozi wangu, nimekuja leo kufuata njia ile ulioshika siku ya kufa sadaka yetu. Nimetubu dhambi zangu zote, ninataka kugeuza mwenendo wangu. Ninaomba kwako niwapatie roho za waamini marehemu waliomo toharani, rehema zote zilizotolewa na kanisa kwa njia ya msalaba. Nawe Maria Bikira mtakatifu, uliyefuata njia ile nyuma ya mwanao Yesu, uniangalie kwa wema, unitie moyo mkuu, nisipende dhambi tena, nikivumilia kazi na usumbufu na mateso na matukano yatakayonipata. Ni sala tunayoisali wakati tunaanza njia ya msalaba. Kwa hiyo tukasema kwamba ibada ya njia ya msalaba ni kukumbuka na kutafakari huku tukisali kwa tafakari ya safari ya Bwana wetu Yesu Kristo, safari yake ya mateso kuanzia barazani kwa Pilato mpaka Kalvari, Golgota, aliposulubiwa juu ya mti wa msalaba na mwili wake kwenda kuzikwa kaburini na baadaye ufufuko wake. Kwa hiyo mateso haya yanatusaidia kutukumbusha upendo na kuimarisha ufahamu wetu na kupokea kwetu upendo wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Yeye aliyetupenda upeo hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na maisha yetu ni maisha ambayo kuna kufurahi, kuna kuhuzunika, kuna kukua, kuna kudumaa, kuna kuzaliwa, kuna kufa, kadhalika kama anavyotuambia mhubiri. Kwa hiyo tunapoambiwa maisha yetu ni msalaba, maana yake maisha yetu yana nyakati hizo. Kabla ya msalaba wa Kristo, msalaba ulikuwa ni chombo cha kifo, ni chombo cha laana, lakini baada ya Kristo imekuwa ni bendera ya wokovu wetu, ni bendera ya Ukristo wetu, ni baraka kwetu na ni alama ya ushujaa wetu na kadhalika.
na zaidi alama ya wokovu wetu. Leo tuende moja kwa moja Daselina kituo cha 5 cha njia ya msalaba. Kituo cha 5 tunaambiwa Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Maelezo na usifu ukarimu wa Simoni wa Kirene. Tunasali, e Bwana unijalie ukarimu kama huo, nitie ushujaa kama huo, niitikie nami wito wa kukusaidia kuchukua msalaba. Nitoe zaka na michango yote ya uenezaji wa dini. Nijitolee mimi mwenyewe katika kazi za maendeleo ya dini. Uwajalie vijana wengi wito wa upadre, waweze kuchukua msalaba pamoja nawe kwa ajili ya wokovu wa dunia. Waimarishe viongozi wa dini, ustawishe moyoni mwa waamini wote mwamko wa utume. Amen. Katika kituo hiki tunafundishwa mambo mengi na tumeomba sala hapo, tumeona tulivyoomba. Lakini zaidi tunahimizwa kwamba tunajifunza nini sasa kwa Simoni wa Kirene. Tunaambiwa alikuwa ametoka shamba na ilikuwa ni mida hiyo amechoka. Na kwa kuwa alikuwa amechoka, huenda alikuwa na safari zake labda kurudi nyumbani huenda. Lakini anampokea Yesu msalaba si kwa hiari yake, bali alilazimishwa. Hapo tunafundishwa kwamba, lakini unaona kabla sijaenda kwenye kufundishwa Daselina, baada ya kupokea huo msalaba kwa hiari yake, mwisho wa siku anakuja kupata tuzo sana, kwa sababu kwenye historia unaona tunaendelea kumkumbuka na tunamuenzi na tunaamini anatuombea pia. Kwa hiyo kuna majukumu mengine yatakuja kwetu bila sisi kutegemea. Na yanaweza yakaja tukiwa tumechoka. Mpaka tunasema kuna siku moja baba askofu mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi alinipa jukumu fulani hivi. Nikamwambia, "Lakini baba kuna hili na hili na hili." Wezi amini aliniambia, aliye na vingi ataongezewa, na wewe nimekuongezea. Nikamwambia, "Naam baba askofu mkuu, nitakwenda kufanya." Kwa hiyo tunapata hapo mfano wa Simoni wa Kirene. Naam. Namna ambavyo alikuwa ametoka labda shamba. Alitoka shamba. Sasa anapita pale akakutana na askari na ilikuwa changamoto kubwa sana. Ilikuwa mzito sana Daselina. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba tuwe tayari kupokea wakati mwingine majukumu mbalimbali hata kama ni mazito. Ili mradi tu yale majukumu yasiwe ni ya kishetani na yasituondoe katika muungamaniko na Mungu. Lakini lolote litakalotujia, ili mradi linamtukuza Mwenyezi Mungu, linamfariji mwanadamu, linamsaidia mwanadamu, linanisaidia na mimi mwenyewe, nilipokee bila kunungunika na nilibebe vema. Lakini pia tunakumbushwa maaskari wale Daselina hawakumwambia Simoni wa Kirene ampokee Yesu kwa sababu walimpenda Yesu, kwa sababu walitaka Bwana apumzike. Ni kwa sababu walitaka Bwana asife njiani. Yaani tukammalizie pale tukamsulu, yani kwa lugha ya vijana sasa tukamuonyeshe cha mtema kuni pale msalabani pale Kalvari. Ndio sababu ya kusaidiwa, kwa sababu alionekana ameshadondoka mara kwa mara ile kuchoka. Wakasema huyu mtu mpaka kwa huu mzigo mzito wa msalaba anaweza akafa njiani. Kwa hiyo lengo lao halikuwa jema, halikuwa lengo la upendo Daselina. Lakini wao bila kujua wanatimiza lengo la Kristo kwamba anatoa uhai wake mwenyewe, hauawi. Kristo alikufa mwenyewe, ndio basi baba yamekwisha. Na hata hakupigwa, hakuvunja miguu, mifupa ile ili akose nguvu na afe mapema. Wala hakunywa ile siki waliompa nyongo katika siki ili labda kumuondolea maumivu. Ni kama vile kupewa dawa za maumivu. Wale walikuwa wanapewa vile ili wasipate maumivu makali na waweze kuvumilia, waweze kufa. Lakini Mwokozi hakufanya hivyo, hakulazimishwa kufa, hakuuawa, bali alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa hiyo na sisi tunakumbushwa niende katika vitu vichache sana kwamba tuwe tayari pia kujua, je, huyu ananisaidia kwa lengo gani? Hapa na pale inawezekana tunasaidiwa Daselina. Watoto wetu wa kike, wadogo zetu wa kike wameingia mikenge sana. Walidhani wamesaidiwa, tumesikia hapa na pale aliniambia ananipenda, akanipa vitu vingi, akanipa hela nyingi, nikajikuta sijui nanyonyesha paka, sijui nanyonyesha mbwa. Yaani wamefanywa vitu vingi kwa sababu waliona kwamba wanasaidiwa. Kumbe yule anayetoa msaada alikuwa na lengo baya sana. Kwa hiyo tujitahidi sana, lakini sisi tujifunze tusiwatendee wenzetu baya. Nikitoa mifano walau miwili wa watu ambao walikuwa wana lengo baya. Kaini katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4, Kaini anamwambia Abel twende uwandani baada ya Abel kukubaliwa sana na Mwenyezi Mungu.
Lakini anaenda kule Kaini anajua Babeli anajua kuna vitu nayo kuongea, lakini anamuua. Unaweza kaona lakini tusiogope pia sisi tutakapokutana na watu wabaya bila sisi kutegemea na wakatoa uhai wetu wa nje, tusiogope. Kaini pamoja na kwamba alimuua Abel katika waraka kwa Ibrania sura ya 11:4 tunaambiwa pamoja na hayo huyu Abel alitoa matoleo yanayompendeza Mungu na ijapokuwa amekufa mpaka leo tunamkumbuka na yuko hai. Asema angali ananena, yani maana yake yuko hai. Na hata leo tunasema sadaka yangu ikupendeze kama ile ya Abeli, si ndio? Kwa hiyo tusiogope tunapodhulumiwa. Tusiogope tunapokuja kugundua alinifanyia jema lakini alikuwa lengo la kuniharibia. Tunyamaze kimya, tusonge mbele. Panapoweza kutafuta haki, tafuta ya kawaida. Lakini pale unapoona imeshindikana, tusimwache Kristo kwa sababu iwawe yote. Tunyamaze, na hata kama watatoa uhai wetu, tujue lazima tutautoa tena mbinguni kama ambavyo mtumishi wa Mungu Ayubu anasema. Hata Ayubu anasema najua pasipo mwili utamuona Mungu. Tusiogope chochote. Lakini pia mfano mwingine, kulikuwa kuna mtu mmoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 9 hadi 25, alikuwa anaitwa Simoni mchawi. Yule alikuwa anafanya maajabu na miujiza mingi, na watu wakajua kwamba ni kwa nguvu ya Mungu. Kwa hiyo akasema akawa anafanya hivyo, watu wakamwamini, na kweli alikuwa anafanya maajabu na miujiza kama ambavyo sasa hivi kuna watu wanafanya maajabu na miujiza, lakini kumbe wanatumia si nguvu za Mwenyezi Mungu. Lakini mitume sasa alivyokuja kuona mitume wanafanya maajabu na miujiza, hakutoka yeye kwenye dhambi. Japokuwa alibatizwa, lakini hakutoka kwenye uovu. Akamwambia mitume kwamba na mimi nipeni hizo, niwekeni na wapeni hela, alafu mnipe nguvu za Roho Mtakatifu ili na mimi nikiwekea watu. Walimpa maneno. Kiweza utasoma tu katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 ya 9 hadi 25. Akamwambia toka, haya vikufai kwa sababu haujajitenga bado na uovu. Hivyo tuwezi kukupa hizo nguvu za Roho Mtakatifu. Na unadhani nguvu za Roho Mtakatifu zinapatikana kwa hela. Kwa hata sisi tujifunze, kuna wakati watu wetu wanakwenda huko, anaambia leta 500 uje kuniona. Kweli sisi mbona tunaenda pale kwa maparuko yetu, wala wanakaa kutusikiliza, hatulipe hata senti 5. Lakini tunarubuniwa na tunaenda tu. Tunasema tu leta milioni 2 ili uweze kuniona na nikutatulie tatizo. Nguvu za Kristo zinagawiwa bure. Kama yule mtu atatoa sadaka ya shukrani, atatoa sadaka ya kusema chochote, tunaipokea na ifanyike kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kulimbikizia mambo binafsi. Lakini mwisho kabisa ni Kristo kwamba alimtuza Simoni baraka tele. Kituo cha 6. Nikisome. Kituo cha 6 tunaambiwa Veronika anapangusa uso wa Yesu. Maelezo, mama huyu ni kinyume kabisa cha Pilato. Veronika anajua analopaswa kutenda na analitenda bila kujali macho na maneno ya makundi ya watu waovu. Yesu uliyemtuza Veronika zawadi ya picha ya uso wako juu ya kitambaa, unijalie ushupavu na ujasiri wake wa kutenda mema, ili roho yangu ipambwe na chapa ya uungwana na utakatifu wako. Katika hiki kituo cha 6 tunakumbushwa kwamba mama Veronika alikuwa ni jasiri, na alikuwa jasiri sana. Na wanatuambia katika neno la Kilatini neno vera ni kama kusema true ama halisi ama kweli, na icon maana yake image. Kwa hiyo kwa Kiingereza ni kama tuseme kwamba the true image of Jesus, ndio maana neno Veronica, the true image of Jesus. Kwa hiyo ni kama kusema picha halisi. Kama tunapoenda kusali pale Pugu wakati wa kutoa heshima kwa sanda halisi. Inaitwa sanda halisi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Maana iliondolewa kwenye ni picha iliyotoka kwenye ile sanda halisi. Kwa hiyo hii picha hii veil ama hiki kitambaa cha mama Veronica kilikuwa ni kitambaa kilichochorwa picha halisi ya Bwana mwenyewe. Na sio kama alikuwa nacho anasema nikifika mahali nitamfuta. Hapana, tunaambiwa kwamba alikuwa anaendelea. Akina mama kadhaa utakumbuka kwanza alikuwa anamhudumia katika kitabu hiki cha kitabu cha Mwinjili Luka sura ya 8 aya ya 2 ukiendelea aya ya 2 mpaka ya 4 utakuta jinsi akina mama walivyomhudumia Yesu. Lakini sasa utakuta zaidi katika wakati wa mateso hayo akina mama wanamlilia Yesu na kadhalika. Mama huyu naye inasemekana alikuwa yupo katika lile grupu la mama waliomhudumia Yesu na walioenda naye safarini. Safarini tuna uhakika kwa sababu alimfuta jasho. Lakini Daselina,
nalipenda sana kanisa moja takatifu Katoliki la Mitume na Mungu azidi kulitunza, na wanaohifadhi maandiko Mungu awajalie wazidi kuhifadhi. Nilikuwa nafuatilia padri mmoja kwa anifundisha kuhusu Mama Veronica. Anasema kwamba Mama Veronica inasemekana ni yule mama ambaye Kristo alimponya damu. Aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12. Wanasema kwa nini? Kwa sababu ukisoma huko niliko kueleza utaona wanawake kadha wa kadha wengi walikuwa wanamhudumia Yesu. Na huyu mama aliendelea katika safari ya wakiwa na Bwana Yesu. Japo mitume waliondoka na baadhi wengine, lakini aliendelea. Lakini sasa katika vitabu vingine ambavyo vingi havijawekwa katika mkusanyiko wa Biblia takatifu, kuna kitabu cha Nicodemus ambacho kimeandikwa Matendo ya Pilato. Wanasema wakati Pilato anatafuta sasa ni nani atoe ushahidi. Wanasema alikuja yule Bartolomeo aliyoponywa kipofu, alikuja Mathayo mtoza ushuru, alikuja wengi na Zakayo na nani Zakayo mtoza ushuru na wengine. Lakini wanasema alikuja pia huko sasa ndo alikuwa andika amekuja Veronica, mama aliyeponywa na Yesu. Kwa hiyo ndo maana inasemekana Veronica huyu huenda ndio huyu. Sasa ndio huyu ambaye anaitwa Veronica aliyopangusa uso wa Yesu, kwa sababu akiangalia namna Mwokozi alimponya ule msiba wake wa kutokwa damu, hakumwacha, aliendelea kumhudumia na kuwa mfuasi wake tena mwaminifu. Na hata alipochukua veli ni kitambaa walikuwa wanajifunika kina mama watakatifu kipindi hicho. Kwa hiyo ndio maana veil, unajua mabibi harusi wanavaa veil ili kujifunika. Kwa hiyo tunapoambiwa ni veil yake alitumia kile kitambaa chake, na huenda atakuwa nikitoa maki wanasema ni kama alikuwa anataka kwenda akampa Mwokozi. Kwa hiyo sio kwamba Mwokozi alipiga picha hivi. Kwa uwezo wake Mwokozi hata kama alijifuta uso wake uloko unachuruzika damu iliyotoka katika kichwa kilichopigiliwa na miiba mingi mirefu. Kwa hiyo akamzawadia picha halisi ya uso wa Bwana wetu Yesu Kristo, na sanamu picha hiyo na kadhalika, na viko pale katika tuliona tulivyoenda pale Rome katika kanisa Basilika Mtakatifu Petro. Mle ndani kuna sanamu mbalimbali, moja hapo ni kama hizo. Kwa hiyo unaweza tunajifunza nini sasa kwa Mama Veronica? Tunajifunza ukumbuke aliyokutendea mema pia. Kwa hiyo kama kuna ambaye wakati wa msiba, wakati wa shida, si msiba kufiwa tu Daselina, ya yumkini katika changamoto fulani ama katika kuinuka kwako, kuna mtu alikushika mkono, hakikisha usimsahau, endelea kumpenda. Wakati wengine wamekuona ufai wakakuacha, huenda kuna mmoja aliendelea kukushika mpaka ukavuka lile jaribu, endelea naye kumpenda na kumuombea. Kwa hiyo inasemekana kwamba Mama Veronica alikumbuka namna Kristo alivyomsaidia na kumponya ugonjwa, na akamwambia mama, imani yako imekuponya. Basi Mama Veronica akaendelea naye. Kwa hiyo wanasema hivi sasa, huku Bwana Yesu anamponya Veronica asitoke damu, akaachwa kutoka damu. Huku Mama Veronica anachukua kitambaa anafuta Yesu jasho la damu. Lile alikuwa jasho, alikuwa kuna damu iliyotoka kwenye yale mashimo yaliyokuwa yamesukumiziwa miiba ile mikali. Kwa hiyo kuna wakati wanatania wanasema ilikuwa nipe nikupe. Hapa yeye Veronica alihudumiwa, hapa yeye anamhudumia. Lakini yeye inaleta nini? Kujishusha kwa Kristo, kuwa kama mwanadamu, kuonyesha kwamba ukiwa na nguvu za hudumia, na wewe unapopata nafasi ya kuhudumia, si tu ile ya kutendea mema, bali muda wote tenda mema bila kuogopa macho na matukano ya watu waovu. Kwa hiyo hata mimi na wewe tunakumbushwa leo, hata watu waliotutendea mabaya, sasa si tu waliotutendea mema, hata waliotutendea mabaya tutende mema. Kristo anasema ukilipiza baya kwa baya, hata mashetani wanafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo usilipize baya kwa baya, bali jema kwa jema. Kwa hiyo pigo shavu hili geuza shavu. Kwa hiyo imani thabiti ya Mama Veronica, kutokuogopa kwake, na ndio maana tunasema kuna wakati sisi wanawake tunapaswa tuwaone wale mama jasiri, na sisi tuwe majasiri na tuwe na imani thabiti na tusiwe waoga. Tutapata baraka tele. Hiyo inanikumbusha kuna mama mmoja, yeye alikuwa anafanya taasisi moja hivi. Alipenda sana kuambia kina mama wajitahidi kuwa wajasiri. Anasema yani usilie sana, kama tena utashindwa kunyamazisha hata watoto. Watoto wakiona mama unalia sana, watoto watashindwa kuelewa. Kwa hiyo lazima mama uwe imara, na sio mama tu. Kwa kweli mfano wa Veronica unatuonyesha sio ujasiri wa kwake kama mwanamke peke yake, lakini amebeba mwanamke na mwanaume katikati ya maaskari. Hakuogopa na alikuwa tayari kufa. Na chukulia mama Bikira Maria alikuwepo. Kwa hata kwa mama alifurahi sana alipoona mtoto wake wale wanafarijiwa kwa kufutwa
Kwa hiyo Mama Veronica alifanya kitu kikubwa. Sasa katika uongozi wetu tukumbushwe kwamba hata tunapoona hali zinataka kutumeza, hali zimetugeuka, mawimbi yamekuja, ni dhoruba kali, tuende kwa nani? Tumng'ang'anie Yesu kama Mama Veronica alivyomng'ang'ania Yesu. Na hata katikati ya askari hakuogopa, aliendelea kumng'ang'ania. Na ukisoma historia ya hicho kitabu, wanasema kwamba hata kule mahakamani alikuwa anamtolea pia ushahidi kwamba huyu ni mtu mwema. Mbona hata mimi nilikuwa na hili jambo na ameniponya, ninyi mna madaktari wenu, mbona sikupona? Muone. Kwa hiyo wanasema kama nilikuwepo, yani yeye anang'ang'ana, msikai mbona muelewi Pilato? Ni kweli. Kwa hiyo hata sisi tusio waoga. Yani hatupasi kuwa waoga. Sisi ni Wakristo wa Katoliki, na si au mtu anahama tu. Yani umeudhiwa kidogo eti makanisa yako mengi, unakwenda wapi? Niambie mtu akwambia eti niambie kwenye Biblia imeandikwa wapi Mama Veronica? Ndio maana nikasema nalipenda kanisa, lina hazina ya mafundisho. Na Mungu awatunze wanaotunza mafundisho haya, hasa maaskofu wetu. Amina. Kituo cha 6. Cha 7 sasa. Cha 7, yes. Kituo cha 7, Yesu anaanguka mara ya pili. Tunamuomba kwamba Yesu uliyelegea mno kwa mateso makali, unapoanguka mara ya pili kwa ajili ya udhaifu wa mwili, wanionya kwamba hata mimi naweza kurudi dhambini kwa udhaifu wa moyo. Nipe basi neema ya kuepuka nafasi za dhambi na visa vyenye kunikwaza na kunirudisha dhambini. Tunahimizwa kwamba Yesu moyo wake uliendelea kuwa imara, lakini mwili ulikuwa dhaifu kwa sababu alikuwa na mwili wa binadamu. Mapigo yale, uchovu, kiu, njaa, na ukumbuke alikamatwa ile jioni kama ambavyo Alhamisi kwa jioni itaonyesha. Kwa hiyo akawa na mwili ukawa dhaifu. Lakini wanasema pia kusoma katika maelezo mbalimbali alivyopelekwa kule mahabusu, yani ili asubuhi ahukumiwe, wanasema kule alikokuwa ameingia kwa kuna maji. Kwa hiyo miguu yake mitakatifu mitukufu ilikuwa ndani ya maji, kama ni chumba labda kimemwagiwa maji kiasi. Kwa hiyo mkozi aliteseka. Kwenye maji ukikaa muda mrefu ngozi unajua ukitoka miguu inavyokuwa. Lakini ile ni lengo lao pia kumtesa zaidi, kwa sababu miguu ina shida hiyo. Amehukumiwa afya, anaanza safari. Kwa hiyo miguu bado ilikuwa ina hiyo shida. Kwa hiyo mkozi aliumia. Lakini tunaambiwa kwamba udhaifu wa moyo, ni wapi tunakuwa wadhaifu wa moyo, Daselina? Tunakuwa wadhaifu wa moyo pale tunapokutana na majaribu makubwa, alafu tunaona kama tumeonewa. Yani umekutana na gonjwa kubwa kabisa, umejitahidi, umesali, lakini hujapata nafuu, unakuwa mdhaifu. Sasa unasema bwana, mimi sisali tena kanisani, siendi tena. Na wengine wasema bora niende upande wa pili. Kukata tamaa kwa haraka. Moyo unakuwa duni, unakufa, unashuka. Kumbe pale ndo anguko lako. Unaanguka kwa sababu badala katika shida kama Mama Veronica alimng'ang'ania Yesu, lakini sisi katika shida tunadondoka, tunakuwa dhaifu wa moyo. Lakini sio tu majaribu hayo ya shida, kuna ile unakutana na mtu akwambia, bwana Rozi, ikane imani yako, tutakupa hata kitu fulani, zawadi kubwa sana, wewe njoo tu ukae na sisi. Sasa hapo unaanza kujiuliza. Kwa hiyo unaweza ukashikuta unadondoka, unamwacha Kristo kwa sababu si tu dhambi za kawaida hizi za mauti na nini, lakini kuna wajibu wetu huwa tunauacha kwa sababu tumesemwa, tumesingiziwa. Yani tujue kwamba katika utumishi wetu ndani ya kanisa. Au mwingine nimewahi kukutana naye, yeye amepata shida katika hizi taasisi, lakini ni taasisi ya dini. Ndio. Amefanya pale taasisi ya dini, lakini akaondolewa kwa kuonewa, yani kwa uonevu. Ndio. Kwa hiyo aliondoka na moyo uliokunja. Ndio. Akaacha hata kwenda kanisani. Sasa huyu pengine ungeweza kumwambia, jamani, tunaona. Amina. Kama tulivyosema, maisha yetu ni njia ya msalaba, na hapa tumesema Yesu ni mfuate siku zote. Kwanza ukishajua, ni muombe tu kwamba arudi kanisani. Arudi kanisani, kwa sababu pale kanisani tunayemfuata si askofu wa jimbo wala paroko. Wale ni wawakilishi wao, ndio tunawafuata. Lakini kwanza tunaitwa Wakristo, wafuasi wake Kristo. Kwa hiyo sipaswi kumwacha Kristo kwa sababu ya mwanadamu wenzangu. Ni kweli ni kuhani labda, ama ni kweli ni mkuu wa hiyo taasisi, imetokea tu kuelewana, huenda kweli na mimi nina makosa, ama huenda sina. Ni kiburi ninaposema ninasusa, kwa sababu simsusii mwanadamu, namfanyia hayo nani? Mungu. Siendi kanisani, okay, sipokee Ekaristi, sishiriki misa takatifu kwa sala ya nani? Ni ya kwangu. Namsusia nani? Namsusia aliyetoa sadaka Kalvari. Haya, situmiki tena kwenye masuala mengine. Labda wakwambia usifanye haya, kwa sasa utafanya haya hapa. Unasema mimi nataka haya.
Hii ni kuwa kama yule mwana kaka wa mwana mpotevu Daselina. Anasema mimi nimekaa na wewe sijakukosea chochote, umeshuta kunipa mwanambuzi nile na rafiki zangu, lakini huyu ameenda kutapanya mali na makahaba, unakuja unampa mbuzi na nini unafanya sherehe. Yaani ukiwa na imani changa, mimi nithubutu kusema, japo kuna ambao wataniona Rose anafanya vibaya, hakika ukiwa na imani changa, imani legelege isiyo kita mizizi, utasusa. Lakini ukiwa na imani jasiri kwa Mungu, na ukajua safari yangu duniani inapita kwenda mbinguni, na napitia ndani ya kanisa, lazima niwe mwana kanisa, na lazima niwaheshimu makuhani, ndio waadhimishaji na wahudumu wa matakatifu ya Mungu, lakini ni kama vyombo vya udongo vilivyowekwa vitu vya thamani. Kuna wakati wanaweza wakapata changamoto, wakageuka kidogo, kikapata ufa. Nimsamehe, nijisamehe na mimi, nimuombe na niendelee kutumikia hata kama utaitwa mnafiki. Hivi huchoki? Si ukae tu nyumbani, unahangaika nini na kanisa? Nahangaika na kanisa la Kristo wangu, nitaliangaikia mpaka kifo changu. Kwa hiyo nimuombe na yeye asikate tamaa. Anamhangaikia Kristo, anadumu ndani ya Kristo, ndani ya kanisa la Kristo, anaendelea hivyo akijua kwamba siku moja nitamaliza safari. Wakikususa, wasipokuzika, wasipokufanya kitu gani na uje wafanyia baya, hata ikafika hapo kweli, bado haikuzuii kufika mbinguni, mradi usifanye baya na au usiwatangaze mabaya. Na uzuri mara nyingi wanajitahidi makuhani kujishusha na kutusaidia. Kwa hiyo ni muombe tu arudi dada Selina. Lakini zaidi pia katika kituo cha 7 kabla tujaenda cha 8 mara moja tuende mapumziko, tunahimizwa kwamba ni nini kitatubidisha dada Selina kwenye kituo cha 7 kutenda mema. Ni kama anavyotuambia waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 5 aya 14 kwamba upendo wa Kristo unatubidisha. Ninapotambua upendo wa Mungu kwa Kristo Yesu kwangu mimi mwanadamu, lazima niurudishe na mimi upendo huo. Tena sitaweza kusema itabidisha zaidi, haiwezekani. Upendo wa Mungu ni mkuu sana, lakini wala unijibidishe na nikubali kama Ayubu alivyosema, nipatwe na mema nisipatwe na mabaya. Nitaimarikaje sasa? Leo hii tungejuaje kina Daniel tukasema ahimidiwe Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, kama wasingetupwa kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe Mungu wa Daniel kama asingetupwa katika tundu la simba. Kwa hiyo ninapopitwa kwenye majaribu, mimi nichukulie ndo mtaji wa kujitizama, je, ninaweza, ninamudu kwenye hii mihangaiko misiku. Kwa hiyo baadaye utaonekana kwamba bwana huyo si ana moyo kwa sababu sijui fulani kafanya moja vitatu. Let them talk. Wewe endelea kumshika Kristo. Na the more unapopambana kumkamata Kristo, kumng'ang'ania, naye anakutia nguvu. Unaendelea vizuri na safari. Kwa hiyo upendo wa Kristo utubidishe kwa kusali, kusoma neno la Mungu, sakramenti za kanisa, matendo mema, matendo ya huruma, kutoa sadaka, zaka na kadhalika. Lakini jitunze kiuchumi, kiafya, mila na desturi, utamaduni. Yaani mabaya usifanye, fanya leo mazuri. Utapata nguvu ndani yako na Roho Mtakatifu atakutia nguvu na utasonga mbele. Sasa kabla tujaenda mapumziko tumalizie kituo cha 8. Kituo cha 8, akina mama wanamlilia Yesu. Tunaambiwa kwamba asanteni sana akina mama kwa moyo wenu wa huruma. Yesu uliyetulizwa na wanawake, unipe moyo wa kuheshimu akina mama wote. Uwaite na wasichana wengi waingie utawa, ili watulize moyo wako mtakatifu kwa sala na sadaka zao. Dada Selina, sisi kama viongozi, na tukiongelea viongozi wanawake, tunapaswa kuutuliza moyo wa Kristo. Na si tu moyo wa Kristo, kutuliza pia mioyo ya mababa zetu. Tunaposema tunatuliza mioyo ya mababa zetu makuhani, ni pale tunapoepuka kuwasema, kuwazushia, pale tunapoepuka kuwahisi vibaya na kutangaza. Mtu anahisi tu na anaamua kuliropoka. Pale tunapoelekezwa jambo na tunalifanya vizuri. Pale tunapofanya wajibu wetu bila kusukumwa. Pale ambapo tunapojua kwamba nafanya katika utakatifu, nafanya katika hali ya kumtukuza Mungu. La kupambania hilo jambo usiliache. Yaani daima tubaki katika utume. Nafurahi sana mara nyingi kusoma kina mama hao katika kitabu cha Mwinjili Luka sura ya 8 aya 2 hadi ya 3, wanawake kadha kadha, kina Maria Magdalena, kina wote wale waliomhudumia Yesu na walimfuata. Lakini ukisoma pia katika Mwinjili Luka sura ya 23 aya 27 hadi ya 31, Mwokozi na wale mama wanamfuata, anasema wanamfuata huku wanalia, msinililie mimi, walilieni watoto wenu, walilieni na jilieni nafsi zenu na watoto wenu. Akaendelea pale kueleza, akasema itakuja siku mtatamani, mtasema heri matumbo yaliyotasa na matiti yasiyonyonyesha,
tatamani kusema milima tufunikeni. Sasa hii tusifikie hayo mabaya, tumuombe Mungu basi atujalie tuweze kuwa thabiti. Na mwisho kabisa katika hiki kituo cha 8 tuwe kama wale wamama thabiti Daselina. Wakati katika kitabu cha Samuel, wakati wanamsifia Daudi, kitabu cha Wafalme, wakati wanamsifia Daudi kwamba ameua maelfu, nani huyu mwenzake kaua 10,000, yule kaua maelfu, kaua mamia. Yani wamama walivyosifia sana Daudi, ikawa kero kwa mimi nitaka kusema hivi, akina mama huwa wana mioyo kuguswa sana kwa huruma kuliko wanaume. Wakina mama wameumbwa kuhudumia. Ndio maana tangu huku utaona wakina mama wanahudumia. Lakini kuna wakati akina mama wanakata tamaa. Hapo jisikia kuhudumia kwa upendo, unaweza kaisiwa vibaya. Huyu rai kila siku anaenda kwa shemasi tu. Kuna mawili, inawezekana kweli kuna shida, ama inawezekana ni upendo wake tu. Lakini tusirudi nyuma. Kuna mwingine akwambia, yani mimi leo kama nitakanyaga paroki, yani mguu wangu na uvunjike, wananiambia mimi labda na uhusiano na fulani. Kwa kuwa hauna uhusiano na huyo mtu, endelea. Usiogope. Ndio. Usirudi nyuma. Wengi Daselina sasa hivi wamerudi nyuma. Waume zao wanawaambia, mbona wanakuhisi hivyo? Hamna kufanya utume. Waume wema, mimi nawajua wachache, wanasema mke wangu maneno ni mengi, lakini unamtumikia Mungu. Ukweli wa maisha unajua wewe mwenyewe. Mke wangu, mtumikie Mungu. Mtumikie. Tumefika hapa tulipo, mke wangu, kwa kuwa unamtumikia Mungu. Mtumikie Mungu. Afya tulionayo kwa sababu unamtumikia Mungu. Watoto, maisha kwa ujumla. Kwa na sisi tuseme kwamba katika utume wetu tutakutana na challenge, tusiogope. Maria Magdalena ndiye wanasema alisingiziwa sana kwamba anampenda sana Bwana Yesu. Tusiogope. Tutumikie na Mungu atujalie uhusiano wetu na maklero, uhusiano wetu na watawa wa kike na wa kiume, uhusiano wetu na wanaoamini wengine, uhusiano wetu na walei wa kiume. Mungu daima atujalie ukawe uhusiano mwema. Amen. Yesu Kristo. Haya, basi tuangalie tuweze kupata mapumziko mafupi. Bila shaka wewe mtazamaji pia utakuwa umepata jambo fulani hata kuanzia kile kituo cha 5 ambacho tumeanza nacho leo, cha 6, cha 7 na hatimaye hiki cha 8. Basi tutaendelea zaidi katika hivyo vituo vingine ambavyo vimesalia. Tupate mapumziko, tutakaporudi tutaenda na kile kituo cha 9. Pia utajikumbusha katika njia hii ya msalaba. Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, kipindi hewani ni Walei Tuzungumze. Baada ya mapumziko hayo mafupi, na kumbuka tu mada yetu nasema walei na vituo vya njia ya msalaba. Vituo vya njia ya msalaba ndivyo ambavyo tunavijadili hapa, na tulishapata maana yake na namna gani basi vituo vya njia ya msalaba vinakuja. Ni kwamba Kanisa Katoliki huwa tunasali njia ya msalaba katika kukumbuka na kutafakari zaidi mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukipitia kituo cha 1, na hapa sasa tunafika kituo cha 8. Naam, tumemaliza. Wakati tunafika kituo cha 8, tukwambie tu mtazamaji, nambari za simu zinapita hapo. Kama una swali, una maoni, karibu. Amina. Tunakushukuru Daselina. Kituo cha 9. Kituo cha 9, Yesu anaanguka mara ya 3. Tunasali, Yesu uliyezidi kudhoofika kwa mateso, unaanguka mara ya 3, upate kunistahilia neema ya kuutiisha mwili wangu na kuusulubisha, licha ya kuepuka nafasi za dhambi. Mara nyingi mno ninajibovusha kwa kupenda mno starehe, anasa na tafrija. Yesu mwema, nisaidie kuufuata mfano wa Mtakatifu Paulo, niutese mwili wangu na kuutumikisha, ili nipate siku moja tuzo mbinguni. Mpendwa katika Kristo, Daselina, tunahimizwa kwamba tumeomba hapa neema ya kufuata mfano wa Mtakatifu Paulo. Tuepuke sasa nini? Mtume Paulo hakuwa legelege. Mtume Paulo alikuwa jasiri wa kumtumikia Mungu. Mtume Paulo alikuwa tayari kuvumilia adha na shida. Na ndio maana Mtume Paulo pamoja na mateso mengi aliyokutana nayo, amefungwa mara kadhaa, amepita baharini akakutana na tufani,
amekataliwa, wakati mwingine mpaka mama wale wasiompenda wanasema hatutakula wala tutakunywa mpaka tuhakikishe Paulo amekufa na mambo mengi, lakini hakuacha kuhubiri Injili. Wanamkania. Walipomkataa na kutafuta kumuua Mtume Paulo, mpaka kuna siku aliwekwa kwenye kapu akashushwa ukutani darini, lakini hakuacha kumhubiri Kristo. Sisi kama viongozi tunaposema tuko katika karakana ya uongozi, ni kitu gani kinatusababisha tumtumikie Kristo? Ni maneno ya wenzetu? Ni uzushi? Ni kusemwa vibaya? Ni kukanywa na viongozi wetu wa dini? Lazima watuonye. Kama hatuonyeki basi ni viongozi ambao wanasema ni kama hawana mifupa, hawana meno. Lazima watuonye, kwa sababu kama tumekosea lazima tuambie hapa umekosea, nendeni hivi. Lazima tuambie hili huwa aliendi hivi, linakwenda hivi, na tuwe tayari kuonywa, tuwe tayari kusikia na kubadilika. Kwa hiyo tunapoambiwa lazima tuvumilie. Wakati mwingine tunaweza tukapangwa kwenda kutumikia maeneo, labda unatumwa katika utume, unaambiwa basi mtaenda kufundisha uinjilishaji parokia fulani mbali sana na mjini. Tunanuna, tunavuta mdomo, tunaona tumeonewa. Ni nani aende? Kwa kuwa kule kuna kondoo na nimetumwa niende nikafundishe labda mada fulani, lazima niende. Kwa nini nataka za mjini tu? Afu zile kule kondoo kule ni nani atakayeenda kuhudumia? Mapadi walioko huko pembezoni ni nani akawape ushirikiano kama sio sisi ambao tunatumwa? Kwa hiyo hapa mijini wakati mwingine tunatumwa huko, tunasusa kabisa, tunanuna na tunawanunia wanaotutuma, tunaona kama watupendi, wametuadhibu. Hii ni kutokuwa na upendo. Na wiki kituo cha 9 kinatukumbusha tuwe tayari kujisadaka, tuwe tayari kwenda na tujitoe popote pale. Mimi ni misionari, nitume Bwana, nitakwenda. Lakini kingine anasema tunajibovusha sana kwa kupenda mno starehe, anasa na tafrija. Sasa tutakapotaka maisha ya mjini, anasa, kuvaa vizuri, magari yenye AC na kadhalika, tutashindwa kwenda kule kwa ajili ya kufundisha, na tukatembea kwa mguu na tukatoka jasho kabisa na tukaumia hata tukitembea kwa miguu. Lakini kama tutapenda maisha haya ya luxury, tutajikuta tunachagua tukatumikie wapi, na ni dhambi. Kristo hakuchagua, ndio maana aliacha mbinguni kutukufu kutakatifu, kaja hapa anasema duniani mnayo dhiki, jipeni moyo. Kwamba jitahidini, yani pagumu, lakini alikuja. Sasa na sisi tuwe tayari kwenda kokote tunakotumwa, na tuwe tayari kuwatumikia watu wa aina yoyote. Pia kuna wanaotuelewa na ambao hatatuelewa, tuende nao kwa upole wote. Haya, Selina, kituo cha 10. Yesu anavuliwa nguo. Anasema askari wanamvua kwa nguvu nguo yake iliyogandamana na madonda yake, wanayamsha mara moja mateso yote aliyoteswa tangu mwanzo. Yesu, unayavumilia mateso makali haya, upate kunifundisha kuvua kwa nguvu moyoni mwangu urafiki mbaya au kitu kingine chochote kile kinachoharibu urafiki wa Mungu, hata ikinipasa kutoa sadaka kubwa. Mara nyingi Daselina, kituo hiki tunakiongea tu, tukiweki katika matendo. Hata ikinipasa kutoa sadaka kubwa. Utajiuliza ni sadaka ipi ambayo pengine ninatakiwa kutoa? Sadaka ya kutoa leo ni waguse wale ambao wanaishi maisha ya mke na mume bila sakramenti ya ndoa. Ile kusema kwamba kuanzia leo huyu ni mwenza wangu, ninamwacha. Turudi kila mtu aishi kivyake mpaka tufunge ndoa. Kwa sababu tunapoendelea kuishi bila ndoa tunamuudhi Kristo, tunamsulubisha Kristo, tunamfanya Kristo asikie huzuni. Sasa kama nitafanywa hivyo, nitafanya hivyo, hii ndio kutoa sadaka kubwa. Kwamba kama huyu mwenzangu atasusa ataniacha, niwe tayari kupokea ile kwamba nimeachwa. Kama atasusa kusaidia watoto, niwe tayari. Yaani manangu, ninapoachana na uovu, niwe tayari kupokea pia madhara yatakao nipata. Labda ataniambia basi kama leo utaki tena uendelee kuwa mpenzi wangu, kuanzia leo nakata msaada wa kitu fulani 1 2 3. Nakuwa tayari sema basi, haina shida. Ninajua mwenye nguvu atanitendea makuu, na daima yeye ndio mwenye kitu, kila kitu. Kwa hiyo tusiogope, tuvue uovu, na uovu unaoongelewa zaidi hapa ni uovu wa dhambi. Tujitahidi. Anatuambia waraka kwa Ibrania sura ya 12 aya ya 4 kwamba hamjafanya vita hata kumwagika damu mkipingana na dhambi. Sasa mimi na wewe tujitahidi, jiulize ni kitu gani tumekishikilia. Je, ni biashara yako haramu? Je, ni uhusiano ambao haumpendezi Mwenyezi Mungu? Je, ni maisha ya ndoa ya mke na mume bila sakramenti ya ndoa? Ama ni kazi yako hiyo, unajua kabisa ni kazi haramu, lakini nimeajiri watu na wenyewe nimewafundisha waseme uongo. Tuna mambo mengi ambayo bado tumeyashikilia. Tunaambiwa tuyavue, maki tuyaache, tufanye yaliyo mema ili tumpendeze Mungu, kwa sababu kuendelea kuyang'ang'ania ni sawa na kung'ang'ania njia ya kwenda jehanamu, na tutakuja kulia na kusaga meno
tutakapofika huko. Labda wakati unaenda kwenye hicho kituo cha 11, ndio tumsikilize huyu ndugu yetu ambaye anasema mapendo daima. Naomba kuuliza, kanisa lililojengwa hapo Golgotha, Bethlehem na maeneo mengine matakatifu ni makanisa ya Katoliki au madhehebu mengine? Asante, kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Aje tuambie jina lake. Amina, asante. Tutakuja kukueleza siku nyingine kwa sababu ni ndefu, kwa sababu ni Mtakatifu Konstantini, lazima uongelee Mama Helena, Mtakatifu Helena, walivyoupata ule msalaba wa Kristo, likajengwa kanisa hapo Golgotha na mengine akaendelea kujengwa. Kwa kama huyo alikuwa Mkatoliki, ni Mkatoliki. Mengine tutaendelea baadaye. Na katika kabla tunaenda kituo cha 11, kituo cha 10, Daselina, kuvuliwa nguo pia ni kama Kristo anavuliwa nguo kuonyesha kwamba amekuja kumkomboa mwanadamu aliyevuliwa nguo. Alijivua mwenyewe, maana yake alibaki uchi bila Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 8 hadi 11, Mwenyezi Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Anamwambia nimejificha, maana nilivyosikia sauti yako nilijificha kwa kuwa niko uchi. Akamwambia umekula matunda ya mti ndio kukataza. Kwa hata Bwana wetu Yesu Kristo sura hii ya 19 23 hadi 24, anapovuliwa nguo na vazi lake linapigiwa kura, ni kama vile kwa kuvuliwa nguo kwake ile aibu aliyoipata Mwokozi imemrudishia hadhi mwanadamu aliyekuwa uchi kwa kumkosa Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu, hii ishara ya kuondolewa haya mavazi, pamoja na kwamba askari walikuwa wanamaanisha kumwaibisha na kadhalika yeyote aliyesulubiwa msalabani, lakini Kristo anatuonyesha nimeibeba ile aibu yenu, ule uchi wenu nimeubeba mimi kwa mateso yangu haya. Kuaibishwa kwake sisi tumepata, mtakuwa sasa mmepatwa ule mmevishwa utukufu. Yaani unajua Daselina, tunapotenda dhambi tunakuwa uchi. Tutavaa vizuri na tuonekana tumevaa vizuri, lakini hauko tena katika ile nguvu ya Kimungu. Hauna vazi la uokovu. Tunakumbuka katika kitabu cha Ufunuo nasema wamevaa mavazi yaliyofuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo ni nini? Ni utakatifu. Tujivike utakatifu. Kwa Kristo amevuliwa nguo hizo ili atuvishe utakatifu na tuenende katika utakatifu, atuondoe kwenye aibu ya kale ya dhambi na atuvishe ushujaa wa Kimungu kwa njia ya msalaba wake mtakatifu, yani kazi aliyofanya msalabani. Kituo cha 11, Yesu anasulubiwa msalabani. Yesu uliyepigiliwa misumari msalabani, na kutolea akili na utashi wangu vifungwe pamoja na miguu yako, nipate kuwaza, kusema na kutenda siku zote yale tu yanayolingana na utukufu wa msalaba wako mtakatifu. Yesu, mimi ni mfungwa wako, nisaidie kuimarisha kifungo hicho kwa sala, sakramenti na fadhila za Kikristo. Hii sala imejieleza tunaimarishaje kifungo chetu na Kristo. Lakini naungana na mzaburi hapa tunapoambiwa kwamba Yesu nisaidie niweze kuwaza, kusema na kutenda siku zote. Katika Zaburi ya 19 ya 14 anasema anatuambia tunamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie pia kuanza, kusema na kutenda siku zote. Tunamwombea Bwana wangu na mkombozi wangu. Kituo hiki cha 11 kinatufundisha pia kuhudumu katika sakramenti za kanisa, maisha ya sala, ni kujiungamanisha na Kristo. Na tunajiungamanisha naye sana kwa sala, tunajiungamanisha naye sana kwa neno lake, sakramenti zake. Kwa hiyo tutakapoona kwamba ninapokea tu katika hali ya dhambi za mauti kama walivyotufundisha mababa katika kongamano la Ekaristi, walifundisha vizuri sana Mkristo na Ekaristi takatifu. Kwa hiyo tuungamanike naye na tusiachane naye. Na hata mzaburi wa sura 19:14 anapotufundisha kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana wangu, mkombozi wangu na jabali langu. Kwamba tusiongee ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tusiongee matusi. Ongea neno ambalo unajua kabisa hili linamtukuza Mungu, kwa kuwa Mungu anatumia mdomo wangu na maisha yangu. Labda na kabla ya kuongea unatakiwa utafakari kwanza unaongea nini na kitakufaidia nini. Na vingine sio vya kujibu. Mwingine anaweza akaja akakutia moyo, unajua kuna 1 2 3. Sasa na wewe unaweza kujisahau kwa sababu yani lile swala, kumbe yule ndio nyoka. Yani ndio amevaa roho ya nyoka na ndio anataka kukumaliza. Unaongea. Kwa hiyo lazima kila wakati unamuuliza Bwana, niongee nini hapa, nifanye nini? Na akikujalia neema ya kujua ndani ya mtu huyu anataka nini, unakuwa unajua sasa huyu hana lengo hilo, huyu ngoja ni nyamaze. Au tunashangilia, lazima mtukane matusi, anatoa bonge atusi afa na fry, ni ukichatu. Kituo cha 12, Yesu anakufa msalabani. Tunamuomba Yesu uliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, unijalie niichukie dhambi, nisiishi kamwe katika dhambi.
Nifahamu kwamba nilipobatizwa kwa jina lako nilibatizwa katika mauti yako, ili utu wangu wa kale usulubishwe nawe, mwili wa dhambi uangamizwe, nisitumikie tena dhambi. Mpendwa katika Kristo, kama ambavyo nimesema katika waraka kwa Ibrania sura 12, hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindania dhambi. Tujitahidi sana kuepuka dhambi. Mara nyingi tunaambiwa ukifanya hivi utapata hela. Na mtu yuko tayari. Yuko tayari kufanya ushetani wowote ili mradi apate hela. Yuko tayari kuvunja amri ya Mungu yoyote ili mradi apate hela. Tunaambiwa chanzo kikubwa cha uovu ni kupenda sana masuala haya ya hela. Sasa tujitahidi, tujibidishe, tufanye kazi kwa nguvu zetu na tujibidishe kukataa hayo. Kweli tutaonekana tuko maisha ya kifahari na tuko vizuri, lakini tuko kwenye njia ya kwenda jehanamu. Tuko katika uchi, hatujavaa. Japo tutakuwa na magari makubwa na nyumba kubwa, watoto wanasoma shule nzuri, lakini kiukweli unapoacha kuungamanika na Kristo kwa sababu ya dhambi za mauti, basi unakuwa tayari uko uchi na unakuwa katika hatari ya kufa katika hiyo hali ya dhambi. Na ukifa katika hali ya dhambi ni kwenda jehanamu, yani manake hautamuona Mungu milele. Na Selina kituo cha 13, Yesu anashushwa msalabani. Yesu uliyeshushwa msalabani baada ya kufa, unijalie nidumu katika maisha ya kujitoa sadaka mpaka siku ya kufa kwangu. Nielewe na nikubali kwamba baada tu ya kufa ndio mwisho wa vita na mashindano ya Kikristo. Daselina hapa napenda niwaambie wale wote wanaopenda kusema, enyi wapendwa viongozi ambao mnapenda kusema temu hii kisha napumzika. Yaani nikimaliza uongozi kipindi hiki napumzika. Natumia gari langu, naenda kwenye vikao, narudi usiku. Bado watu waoni shukrani, bado watu hawanipendi, bado sijui sipigiwi makofi, bado sijui sipewi cheti cha ufanyaji kazi bora. Bado yani vitu vingi. Naomba tu nikwambie, baada ya kufa ndio mwisho wa mashindano na haya yote. Tutamtumikia Mwenyezi Mungu mpaka pumzi yetu ya mwisho. Na atakayetupa baraka ni Mwenyezi Mungu. Haya duniani yanaweza akaja kwa kuwa waliangalia sura zetu za nje. Daselina, unaweza ukapongezwa na ukapewa kitu kizuri na uongozi wa kanisa kwa sababu na wao ni wanadamu kwa kuwa wameona nje. Lakini aonaye ndani, si ajabu hiyo hela ulioleta nyingi umeitoa kwenye mambo mabaya hata Mungu hataki. Na umeileta tu pale kanisani, lakini huenda Mungu hajaipokea kwa kuwa imeletwa katika hali ya uovu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, nikuombe wewe unayenitazama, wewe ni kiongozi katika kanisa. Ikitokea mama kanisa amekwambia kwa sasa hutoweza kuendelea na utume, fanya shughuli nyingine. Tulia, kafanye shughuli nyingine. Kafanye kwa upendo na kwa moyo unyenyekevu na moyo uvumilivu na utii na bidii na upendo. Ikitokea umetakiwa ufanye utume na wewe hutaki tu kwa sababu labda umebanwa. Sawa, inawezekana umebanwa kwa sababu ya kazi. Na kweli kazi yako haikuruhusu, una nafasi. Ama hutaki kiburi tu kwamba kila siku kanisani kufanya nini bwana na mambo mengi ya kufanya. Unataka nani aende kwa kanisani? Leo hutaki kuungamanika na Mungu. Utaungamanika naye na utaungamanikaje naye mbinguni? Tujue kwamba tutamtumikia Mungu mpaka pumzi yetu. Lakini tuna viongozi wa kutuongoza. Kwa sasa fanya hivi, kwa sasa fanya hivi. Na tunapokuja kuambia kwa sasa fanya hivi, usifanye hivi, tuache malalamiko, tuache kususa. Unangangania hapa mpaka lini? Leo ulikuwa sebleni. Umwambia basi kwa sasa utakuwa tena hapa mapokezi. Kwa sasa hivi uende kule chooni, utakuwa unafanya usafi chooni na kumwagilia maji na kupanda maua. Nenda kule. Kwani yule aliyoko kule sio mtoto wa Mungu? Hana sura na mfano wa Mungu. Ni mtoto wa Mungu. Hii ni kujikweza kwamba kuona mimi huko sistahili na stahili huko. Utakuwa kama watoto wa Yakobo ambao hujui unachoomba. Kwa hiyo sisi kuna wakati hatujui tunachofanya kwa sababu tunataka tuonekane, tunataka umaarufu. Hapana, popote tumikia. Langu namtumikia Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Tumikia. Kituo cha mwisho, kituo cha 14, Yesu anazikwa kaburini. Yesu uliyezikwa kaburini ukafufuka siku ya 3. Mimi pia nilizikwa pamoja nawe kwa njia ya ubatizo katika mauti yako. Kwa vile wewe ulifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, unijalie nami nifufuke, yani nishike mwenendo mpya, mwenendo wa uzima wa neema. Na hili ndilo tunalolililia Daselina kipindi hiki tunapoenda katika kipindi cha Pasaka. Maana yake tufufuke pamoja na Kristo. Kama tuliacha mengi mabaya kipindi hiki cha mfungo, tunapoingia mkesha wa Pasaka na kuona mwanga wa Kristo, tusirudi tena kwenye dhambi. Tuombe neema ya kudumu katika maisha mapya. Ametuambia hapo tudumu. Wewe ulifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, unijalie nami nifufuke, yaani nishike mwenendo mpya, mwenendo wa uzima. Wapendwa, duniani tunapita, lakini lazima tuwajibike sana
kabla tujapita, wakati tuko safarini, tuwajibike sana. Alafu mwisho tutafika uzima wa milele mbinguni na tutaambiwa vema mtumwa mwema na mwaminifu. Katika dunia tunayoitumikia, Daselina, ni dunia iliyoraruliwa kwa dhambi. Ni dunia Mungu aliumba njema, lakini tumekuwa na wanadamu katili. Tumekuwa na wanadamu vigeugeu, tumekuwa na wanadamu wana mambo mbalimbali. Wakati mwingine tunaacha kutulia katika kanisa, tunaenda tu huku na kule kwa sababu tunataka tu tupate vitu haraka haraka. Labda siku nyingine kabisa dada Rose tuje tuzungumze, bila shaka natamani. Yaani ni kwa nini tunasisitizwa sana kubaki katika sehemu moja? Kubaki kwenye mfano kanisa, baki hapo hapo na bila kutangatanga, mara umesali hapa, mara umesali hapa. Tutakuja kuzungumza bila shaka, Mungu akitujalia. Amina. Sawa. Na tunapoelekea kukamilisha kipindi, naona kuna ndugu yetu hapa anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa nini hatuli nyama siku ya Ijumaa Kuu? Asante kwa haraka. Ni kwamba Ijumaa Kuu ni siku tunayokumbuka mkombozi wetu amekufa, amefia dhambi zetu na ilimwagika damu yake. Kwa hiyo tunaenzi damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo hatuli nyama kwa kuwa tunaenzi damu ya Yesu Kristo. Kwa hatugusi damu ya kitu kingine chochote. Na ndio maana mwingine akiweza hali kabisa, ukiona basi kula kitu ambacho sio nyama, mwingine anaanza kuuliza, je, ni kila kitu moto? Je, sio ni kila samaki? Sawa. Lakini kwa usipokula unakufa. Ukila mboga za majani na chakula kingine cha kawaida, mbona tunaenda hospitalini na ambao usile hiki na hali? Lakini tunaanza sio kwa sababu ya kaka leo ya mtumishi aliyeuliza, yeye kauliza nimeshamjibu, lakini kutokana na swali lake linatufikirisha kwamba watu wengine hawataki. Anambia au ni ile tu samaki, kwani lazima ule? Uweze kutulia. Wewe unakumbuka mtu amepigwa, ameteseka, ana maumivu makali, paka ananing'inizwa juu ya msalaba. Afu una relax, unakula nyama, una raha gani? Afu na wengine wanapenda kuvaa nguo nyeusi. Eti Ijumaa Kuu tunavaa nyeusi. Hakuna. Ijumaa Kuu tuvae nyeusi. Rangi ya mama kanisa Ijumaa Kuu ni nyekundu. Tunaenzi pia kumwagika kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo mkuu wa Mwenyezi Mungu kwetu wanadamu. Kwa hiyo ukiweza kuvaa nyekundu, sio nyeusi kama Daselina. Daselina leo kavaa black. Hizi black zao wanazita sijui royal black, hizo nini huko duniani. Ila katika kanisa sijui kama kuna mahali tunavaa black. Ni sisi tu. Sasa nyewe wa kesho mnaopenda kuvaa black, kesho sio black, kesho red. Haya, mtazamaji, tumezungumza mengi mpaka kituo cha mwisho kabisa, ambapo tunaona katika vituo hivi vya njia ya msalaba. Basi bila shaka wewe pia utakuwa umetafakari na umepata kitu kizuri cha kutafakari, hasa katika juma hili kuu. Bila shaka tutafufuka na Kristo. Darozi, tufunge kipindi chetu kwa sala. Amina. Kwa niaba ya mkurugenzi wa lei, basi anawatakia maandalizi mema ya siku 3 kuu, na Mungu atujalie kufufuka pamoja na Kristo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na dunia. Tunamshukuru Mungu. Basi Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa baraka na neema unazotujalia katika maisha yetu. Tunakushukuru kutujalia kuendelea na mfungo hadi leo. Tunapoenda siku hizi 3 kuu, utujalie nguvu ya kutambua thamani na umuhimu wa hizi siku, na kile kilichofanyika tuenzi, tuheshimu na tupokee kwa moyo wa upendo na moyo wa utekelezaji fumbo hili la wokovu wetu. Tunaombea wale ambao hawajali wala hawana time kabisa na fumbo hili, wajalie walitambue, na sote tuwe chini ya mchungaji mmoja, Kristo Yesu. Tunaomba hayo Mungu wetu na kukushukuru kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nasema na t-shirt yangu. Ni kwa hisani ya Gerard mume. Jana kaniambia nimekuletea t-shirt. Leo nikamwambia na nitaivaa kwenye kipindi. Na nimeivaa kwenye kipindi. Kwa hiyo waume zetu, Mungu awabariki sana kwa kutupenda. Kabisa, wabarikiwe sana. Pia wewe pia mtazamaji ubarikiwe sana. Hatuna la ziada. Sisi tunakutakia tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Selina Joseph Matuja, niko pamoja na dada Rose. Karibu. Amina, asante, na tunamshukuru Mungu, tunawatakia Pasaka njema. Nafikiri tutaonana wakati mwingine. Na kumbuka tu mada ambayo tumezungumza ni walei na vituo vya njia ya msalaba, lakini mada kuu ni karakana ya uongozi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Darozi, shukrani. Amina, na kwako pia dada Selina. Asante.